Bwana Yesu, tunasema asante kwa wema wako, asante kwa uaminifu wako. Umetuhurumia wiki yote hii Bwana, tumekuona mkono wako wa rehema, mkono wako mwaminifu, mkono wako unaotosha, mkono wako ambao haushindwi. Tumeweza kufika saa hii Bwana, ushiriki mahali hapa kwa ajili ya neno lako, kupata mkate wa uzima. Baba, tunanyenyekea, sisi ni wanadamu, ni mavumbi tu. Bila wewe hatuwezi kufanya kitu chochote kile ambacho kinaonekana ni cha maana, chochote kilicho chema, isipokuwa kwa uwezo na neema na rehema zako. Wiki hii umetufundisha mambo mengi. Wiki hii tumeshirikishana maandiko mengi. Tumesoma, tumekariri, tumejaribu kukariri. Bwana Yesu, na majaribu tuliyoyaona wiki hii, umetushindia, umetufundisha Mfalme. Katika jina la Yesu Kristo Nazareti, tumekuona kwa njia tofauti. Bwana Yesu, tunapoenda kushiriki neno hili, ukatuone Bwana kwa njia ambayo kila mmoja wetu kwenye safari yake Bwana utamsaidia. Tuweze kupokea neno la kutusogeza mbele kwenye hii safari. Tunakushukuru, tunakuhimidi, tunakutakasa Bwana. Katika jina la Yesu Kristo Nazareti, fahamu zetu zikatulie, vifaa vya mitandao vikatulie, na wenzetu ambao wanakaribia kuja kwenye kipindi nao kawape neema karibie, kwa wale ambao itakupendeza washiriki. Baba, tunaomba yote haya kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Tukaanze na wewe, tukamalize na wewe. Kwa jina la Yesu Kristo Nazareti tunaomba na kushukuru. Amen. Wapendwa wa jana, nilikuwa nikipata neno na Bwana akanipa ujumbe huu utusaidie. Na kwenye kundi hili, ukiona una neno umesoma mahali, wewe kuwa huru. Maana sisi ni wamama na mabinti, tunashirikishana, tunakuwa pamoja. Hakuna mtu anaweza kusema yeye anajua andiko lote. Haijalishi umri wake umeenda, haijalishi ameokoka miaka sijui 50, haijalishi. Sisi ni safari, tunapambania mbingu na tunapambania ushindi hapa duniani dhidi ya yale ambayo adui shetani anatuletea sisi, watoto wetu na watu wetu, niseme ndugu zetu, waume zetu. Kwa hiyo nitashiriki kutoka kwenye kitabu cha waraka kwanza wa Samuel sura ya 5. Nilikuwa nasoma, nilikuwa napata neno na Roho Bwana akasema haya mambo yaliyoko humo yanatokea hata leo. Ni vizuri sisi kama wamama na mabinti watakapokuja kusikiliza huu ujumbe tujihadhari, kwa sababu na sisi tunashiriki kwenye maamuzi ya kuhusu swala kama hili. Neno natoka kwa waraka kwanza wa Samuel sura ya 5. Inasema hivi. Tasoma mstari wa 1 mpaka wa 5 hapo. Inasema hivi: basi Wafilisti walikuwa wamelichukua sanduku la Mungu, wakaenda nalo kutoka Ebenezeri hata Ashdodi. Wafilisti walichukua sanduku la Mungu, wakalitia katika nyumba ya Dagoni, wakaliweka karibu na Dagoni. Na watu wa Ashdodi walipoamka alfajiri siku ya pili, kumbe Dagoni ameanguka chini kifudifudi mbele ya sanduku la Bwana. Wakaitwaa Dagoni, wakaisimamisha mahali pake tena. Hata walipoamka kesho yake asubuhi, kumbe Dagoni alikuwa imeanguka chini kifudifudi mbele ya sanduku la Bwana, na kichwa chake Dagoni na vitanga vya mikono yake vyote viwili vimekatika, vipo vimelala kizingitini. Dagoni ikasalia kiwiliwili chake tu. Kwa hiyo makuhani wa Dagoni na mtu awaye yote aingiaye nyumbani mwa Dagoni hawakanyagi kizingiti cha nyumba ya Dagoni huko Ashdodi hata leo. Haleluya.
Ukisoma visa vya historia ya kwenye Biblia, wana wa Israeli walikuwa kama vile wanasimama vizuri na Mungu wanaanguka, wanasimama vizuri na Mungu wanaanguka. Kitu cha kwanza, tusikubali kuwa katika hatia ya kuto kuelekeza vizuri vizazi vyetu sisi. Unajua kuna ukisasa sana, wako mitandaoni sana, wanavurugwa sana na adui, yako mainjili ya kila aina. Sisi mradi tusimamie kuambia watoto wetu ukweli, tusimamie kuambia ndugu zetu ukweli, tuwaambie watoto wetu ukweli mpaka wakiwa watu wazima, wakachagua njia yao. Kwa sababu mama, ukitaka wewe upate pressure, wewe eti ng'ang'ana na watoto, mtoto wangu afanyiki, mtoto wangu asikiki, mtoto wangu ameenda huku, amerudi huku. Wewe muamini Mungu, funga, omba unavyoomba. Kila wiki unakuwa na ratiba yako ya kufunga. Asante Yesu, wiki ijayo tuna ratiba ya wote ya kufunga. Na unaomba maombi yako. Mungu anapokupa neema na rehema na mwongozo, tolea sadaka watoto wako. Watolee sadaka. Sio kwamba unanunua chochote kutoka kwa Bwana, bali unasindikiza maombi yako na dhabihu. Ina nguvu. Wapo ambao watabisha, watasema tu kwa agano lili jipya, sijui nini na nini, kila mtu na afanye kile ambacho ana amani moyoni mwake. Ninakueleza kitu ambacho nimeona shuhuda zake. Unaomba kwa unyenyekevu na kwa bidii, lakini hatuwezi kumlazimisha Mungu wala kumhonga Mungu kufanya kile ambacho sisi tunaona afanye. Ila upende kutolea watoto wako sadaka. Unaweza ukakusanya. Kuna ile ambayo unaitoa hapa na pale. Mwanao anataka kupitia kitu fulani, unaipeleka maombi, unaingiza maombi na sadaka, unatoa mahali ambapo unajua hii madhabahu inatunza utakatifu. Unamwombea wakati ule anavuka. Na huwa nina tabia, kila nikipata mshahara na dunduliza kidogo kidogo. Ikikaribia wakati wa mwisho, mara moja kwa mwaka, ikikaribia mwezi ule ambao wanangu walizaliwa, ninatoa sadaka. Kuliko nichukue hiyo pesa eti niwape zawadi, ninawatolea sadaka mbele za Bwana. Na nimeona utofauti. Lakini hili ni somo lingine. Nimeona utofauti. Hawa wana wa Israeli walikuwa kama vile wanaingiwa na roho ya kujichanganya. Kuna wakati walijaribu kuweka miungu karibu na sanduku la agano. Nitatafuta ile andiko lilipo. Uwepo wa Bwana uliondoka. Somo hapa ambalo Bwana alikuwa akinisemesha jana usiku. Tuwe makini kwanza, tufundishe watoto wetu kweli ya Mungu. Wakikuwa wao wenyewe watamfuata Bwana. Nilikuwa namalizia ushuhuda kwa hayo yote niliyosema kuhusu na ninavyopeleka wanangu ni wakubwa, wanafanya maamuzi yao. Ninaona mdogo anafuatilia, anafanya Bible study na mchungaji hapa. Wenyewe nawasikia wanafanya Bible study kwenye simu. Ni mtu ambaye alikuwa anaendesha tu maisha yake tu, haendi kanisani wala nini. Sasa hivi anasema, mama unajua Biblia na vitu vizuri vingi sana vya maana. Tena kuna siku nyingine akawa ananiambia, mama mimi nitamwambia watu, nawaambiaga rafiki zangu mimi. Maombi yanafanya kazi. Maombi yanamsaidia mtu, yanafanya kazi. Kwa sababu anaona yeye mwenyewe yalivyomvusha, yeye mwenyewe anapompa kibali. Ndio maana kiwa pagumu ni mwepesi kupiga simu. Lakini tunamwambia kila tukiomba naye, tunamwambia na wewe ujue kusimama mwenyewe kuomba. Ujue kusimama mwenyewe kuomba. Tunawapeleka hatua kwa hatua kwa hatua. Na anaona Mungu anavyomtendea mambo ya huruma, mambo ya kumsaidia, ambayo anajua angekuwa yeye mwenyewe asingeweza. Kwa hiyo watoto wetu tuwafundishe kwa imani, tumwamini Mungu, atakutana nao kwa wakati wao na nafasi yao. Kama watoto wako ni wadogo, ukiwafundisha mapema, watoto ni wazuri sana, wanashika, hawasahau. Kwa sababu dunia tunaopita hii leo ina mambo mengi sana. Dunia tunaopita leo ina mambo yanawinda watoto wetu kimwili na kiroho. Inawinda.
inawinda sana. Kwenye nyumba zetu kama walivyofanya wana wa Israeli, tuwe makini tusijikute tumechanganya miungu tumeiweka kwenye nyumba zetu, eti tutegemee uwepo wa Bwana uendelee kuwapo. Na kumbuka kuna sehemu nyingine afadhali hapa uwepo wa Bwana, ile sanduku la agano, Bwana alifanya kitu kuonesha kwamba hii miungu sitaki kuwa nayo karibu. Lakini kuna maeneo unakuta Mungu ukijichanganya na vitu kwenye nyumba yako, unaruhusu ma TV show ya watoto, hasa sasa mitego kwenye mashow ya watoto. Uwe makini watoto wako wanaangalia nini. Wewe una uhakika hao waliotengeneza hizo katuni unawafahamu walikuwa na nia gani mpaka waweke watoto wako mbele ya hizo katuni? Kuwa mkali, kuwa unaitwa majina kwamba wewe watoto na wanyima raha. Chagua vitu vya kuangalia watoto wako, vitawafundisha mambo ya kusoma, kuandika, wanaowafundisha neno la Mungu, vitu kama hivyo vya watoto vipo. Vipindi ambavyo unajua ni vya maana, vipindi vya kuwafundisha mambo mazuri. Kuna vipindi watoto wanashindana kupika, watoto sijui wanafanya mazoezi, sijui vitu gani. Vipindi vya sayansi vipo, huku kwetu vipo, wakati wanangu walikuwa wadogo vipo. Chagua kwa makini, usije ukaruhusu uwepo usiofaa kwenye nyumba yako, ukaruhusu uwepo usiofaa kwa watoto wako, ukaruhusu maroho kwanza kuingia kwenye nyumba yako kupitia, mara nyingi sasa hivi sisi kwetu ni mitandao ya kwenye simu, ya kwenye TV na kwenye kompyuta. Ndio ninachoona kwa urahisi, kwa sababu sisi ni wamama, tumejinyenyekeza mbele za Bwana atuongoze. Hichi kitu nilichonunua cha kuvaa kinafaa? Hiki chakula kinafaa? Unakitakasa? Wewe uongozwe na Roho Mtakatifu jinsi ambavyo anataka wewe uende. Lakini tusije tukajikuta tumekaribisha uwepo mwingine kwenye nyumba zetu, kwenye maisha yetu na kwa watoto wetu. Hapa tunaona Bwana aliamua kuonesha dalili kwamba sitaki kuwa karibu na Dagoni. Lakini sisi tusifanye kama tunacheza kamari. Mimi ngoja tu nitafanya chochote, Mungu sitanielekeza. Kama hataki Mungu atanionyesha. Ni heri unyenyekee mapema. Bwana, hili neno, hichi kitu kikoje? Hichi kitu nikiruhusu nyumbani kwangu? Hichi kitu kinafaa? Hivyo. Kwa hiyo nilipokuwa nasikiliza hili neno jana, nikawa nikapata hili neno na Roho wa Bwana akaniambia wakumbushe wenzako wawe makini kwenye maisha yao na kwenye nyumba zao, na wafundishe watoto wao nini kitakatifu, nini sio kitakatifu, nini kinafaa, nini hakifai. Katika hii safari kila mmoja na aende sawasawa na Roho wa Bwana anavyompa neema, kwa sababu mwisho wa siku tutapata nini? Tutasimama mbele ya kiti cha hukumu kujibu kwa kila tulichokifanya, tulikokisema. Ndio maana hapa mimi nafanyaje? Ninaongea na ninaendelea kuwaombea wamama na mabinti. Roho wa Mungu awaongoze, atuongoze sisi wote. Tuenende vipi katika hii safari ya wokovu? Tuenende vipi katika mambo yanayotuzunguka dunia hii ya leo? Kwa maana mambo ni mengi, majaribu ni mengi sana, unajisi ni mwingi, tena mwingine umejificha. Tutunze uwepo wa Roho Mtakatifu ndani ya nafsi zetu na roho zetu. Tusije tukajikuta Roho wa Bwana akachoka akaondoka, akatutoka akaondoka, akatuacha tu tuendelee na upotovu wetu. Yaani tunajikuta tunapewa zile roho za kujifariji. Hichi kitu hakina shida. Mbona wengine wanafanya wako sawa? Mbona wengine wamenenda hii njia, wameabudu kwa njia hii, au wameishi kwa njia hii, wako sawa? Mbona wenzangu watoto wao wanawaachia tu, wanaangalia chochote, wako sawa, wamefaulu? Wale watoto wanafanikiwa kimwili, lakini mbele ya safari kuna mahangaiko sana. Mungu saidia wasije wakaitwa kutoka duniani wakiwa wadogo, hawajatengeneza. Mama tunakuwa tunahukumu, hatukuwafundisha kweli ya kuwapa nafasi wao kuamua wafuate nini, waache nini. Ndio maana nimeanza mwanzoni na kusema usiwe na stress kwamba unaona mtoto wako sasa ni mkubwa, unachomwambia ni kama vile hakuelewi. Wewe endelea kumwambia kweli ya Yesu Kristo, endelea kumuombea, kusanya sadaka kwa ajili yake. Vile Roho wa Mungu atakupa neema.
Hatununui chochote kwa Bwana, bali unawakilisha maombi yako na sadaka. Nikatoa mfano kwamba mimi huwa nakusanya mwaka mzima, ukikaribia ule mwezi ambao walizaliwa, natafuta madhabahu ambayo inafanya kazi ya Mungu kweli, au yatima au nini, ninatoa ile sadaka, namwambia Mungu, ninakutolea sadaka kwa ajili ya huyu ni kizazi changu, yeye na watoto watakao kuja kuzaa wasipotee. Tuombee watoto wetu, tukatae watoto wetu kuwa naitaga kuni za jehanamu, tukatae kabisa, tukatae. Manake ni mateso sana sisi tupate nafasi ya kuingia mbinguni watoto wetu wakiwa wanateseka. Na kama nilivyoshuhudia, matokeo ni kwa kweli yanaonekana kabisa. Safari utaona kwenye maisha yao inaenda vyema. Kwa hiyo, kwa neno hilo fupi, kabla tujaingia kuomba, nimeona niwashirikishe. Neno letu limetoka waraka wa kwanza wa Samuel sura ya 5. Unaweza ukaisoma yote kwa muda wako. Kuna mambo hapo utayapata. Roho wa Mungu atakusaidia. Kwamba siku hizi za leo tukatae kukaribisha uwepo wa Bwana tunaotunza kwenye nyumba zetu na maisha yetu, tukajichafua, tukachanganya na uwepo wa adui shetani umezunguka kila mahali siku hizi za leo. Basi twende mbele za Bwana, tumwakilishie maombi ya leo. Kama uko sehemu rafiki, unaweza ukatoa mute tukaomba pamoja. Kama hauko sehemu rafiki, basi tutaomba, na ikifika kamili au ikifika na robo, ikifika na nusu, kama natakiwa uende kwenye majukumu, uwe na amani, unaweza ukaendelea, maana najua wenzetu tayari ni mchana. Amen. Basi tuende mbele za Mungu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea kusoma neno la Mungu. Tulimaliza kwenye kundi letu, kuna kundi letu kubwa la kusoma neno. Tulimaliza Agano la Kale Jipya, tumeingia Agano la Kale kwa sasa. Kwa hiyo wewe mwenyewe tafuta njia yako, ratiba yako, usome neno. Usitegemee kanisani Jumapili, usiwe busy hata kusikiliza kwa masikio. Tunajaribu kukariri maandiko kwa pamoja kwa muda wetu tofauti na kipindi. Wakina mama wanamtafuta sana Mungu. Tafuta kupambania mbingu, kupambania neno, kupambania kweli ya Yesu Kristo. Na Bwana Yesu akupiganie, akuonekanie, akubariki. Soma neno, omba, funga, tunza utakatifu. Na fundisha watoto wako kufanya hivyo pia. Asante kwa kuchukua muda wako nisikiliza. Ninaamini kwenye hii safari pambanie mbingu ili wakati wa Bwana ukifika tusikose paradiso. Tupambanie vya duniani, lakini ya mwilini pia, lakini zaidi sana tupambanie vya mbinguni. Bwana Yesu akubariki na akupiganie, na tutaonana kwenye somo linalofuata sawa sawa na neema na rehema ambayo Bwana atanipatia. Siwezi kuja kutoa somo kama Bwana hakunipatia nije mbele za watu wa Mungu. Ndio maana utaona wakati mwingine tumenyamaza, lakini Bwana Yesu anaendelea kuwa mwema na kutuhurumia na kutusaidia. Amen.